upotoshaji. Mara nyingi wanaokwenda kupotosha hawatasema fedha tunazokopa au kwenye uchumi wetu, makusanyo yetu tunayapeleka wapi. Na leo nataka niwaambie, na somo langu litasema hawatawaambia. Watakwenda tu deni la taifa kubwa, deni la taifa kubwa, lakini hawatawaambia yafuatayo. La kwanza, hawatawaambia kama tumetekeleza mradi mkubwa wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere ambako tumetumia fedha za Kitanzania shilingi trilioni 6 na bilioni 558.579. Hawatawaambia. Hawatawaambia kama mradi huu, maana wengi serikali ya awamu ya 6, serikali ya awamu ya 6, Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani, fedha za mradi huu zilikuwa zimelipwa kwa 20%. Katika kipindi chake amelipa kwenye mradi huu kwa 80%, zaidi ya shilingi trilioni 5.23. Hawatawaambia kuhusu manufaa ya mradi huu. Hawatawaambia juu ya kuongezeka kwa umeme katika gridi ya taifa. Mwaka 2021 kwenye gridi ya taifa tulikuwa na megawati 1902. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, kwenye gridi ya taifa tuna umeme megawati 4038, zaidi ya mahitaji yetu ambayo ni takriban megawati 2000 na kitu. Najua wengi mmetikiswa na tatizo lililojitokeza jana, lakini ndugu zangu waandishi wa habari, yale ni matatizo ya kiufundi. Tulipata itilafu kwenye gridi ya taifa. Mitambo yetu kule, kwa sababu imefungwa mifumo ya kidijitali, iliona kuna matatizo kwenye matumizi. Ni kama wewe kule nyumbani kwako ukiwasha umeme ukazimika kwa sababu circuit breaker imekatika. Imekata kwa sababu kuna hatari ilikuwa inakuja kuathiri nyumba yako. Kwa hiyo mitambo yetu kule imewekewa mifumo ya kujilinda. Kwa kilichotokea jana, kulitokea changamoto kwenye matumizi ya umeme. Mitambo kule ikajizima. Ilipojizima ikabidi TADESCO mafundi watafute tatizo liko wapi. Wamelipata, wamelitatua, na majira kama ya saa 6 za usiku nchi nzima ilirudi katika upatikanaji wa umeme. Halikadhalika baadhi ya huduma muhimu ambazo zilipata shida, mojawapo ni usafiri wa SGR. Baada ya umeme kurudi, treni zimefanya kazi, abiria wamesafirishwa na tunarudi kwenye ratiba yetu ya kama kawaida. Hizi ni changamoto za kawaida, zinatokea mahali popote duniani. Maana kuna mtu anaweza akasimama hapa akasema kama vile Tanzania peke yake ndio kuna changamoto za namna hii. Zinatokea kokote duniani. Nashindwa tu kutaja nchi, lakini mimi nina ushahidi, sio wa kuambiwa wala wa kusoma, wa mimi mwenyewe. Nchi imeendelea, iko juu kiuchumi, kunatokea changamoto, vitu vinabadilika. Ratiba za treni zitabadilishwa, ratiba za ndege zitabadilishwa, umeme unakatika na kurudi. Lakini nataka niwahakikishie kwa hili la SGR ambalo limeleta maneno mengi sana, pamoja na changamoto zilizojitokeza, pia serikali kupitia wizara yetu ya uchukuzi inazo hatua zingine ambazo zinaendelea, ambazo ni sehemu ya utekelezaji wa huu mradi, za kuhakikisha pale kunapotokea changamoto kama hizi, huduma zinaendelea kama kawaida. Mradi wetu bado unatekelezwa, msisahau wa Tanzania. Tumeanza tu Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Bado kazi inaendelea. Hata huku na kwenyewe viko vitu tunaendelea kuvikamilisha, kuviweka vizuri. Kwa changamoto kidogo kidogo zinakuwa zinajitokeza kwa sababu hatujafikia 100% ya mradi wetu kwenye baadhi ya maeneo. Tunatoa huduma lakini tunaendelea kuboresha, ziko sehemu tunaendelea kujenga reli, na ziko huduma muhimu hata kwenye sehemu ambayo tunatoa huduma tunaendelea kuziongeza. Na sisi sio ajabu hata hizo nchi, kwa sababu kwanza pia teknolojia inabadilika. Ni lazima pia mjue. Unaweza kuwa umekamilisha mradi kwa 100%, teknolojia imebadilika, kitu ulichokuwa umekifunga kule hakifai, inabidi ukibadilishe uweke kingine, au ulichokuwa nacho kimechoka, inabidi ubadilishe uweke kingine. Kwa changamoto za namna hizi zinajitokeza, na zikijitokeza Watanzania tuelewe kwamba haya ni mambo ya kawaida. Kwenye umeme kuna mambo mengine pia hawatawaambia. Hawatawaambia kwamba sasa hivi katika jitihada zetu za kufikia megawati 70,000 ifikapo mwaka 2050, tumetekeleza mradi wa umeme jua wa Kishapu megawati 50, bilioni 118. Hawatawaambia kuhusu mradi wa uzalishaji wa umeme Kinyerezi 1 extension, tuliamua kuongeza megawati 185, shilingi bilioni 517. Hawatawaambia kuhusu ukarabati wa kituo cha umeme cha Hare megawati 21, tumetumia pale shilingi bilioni 64.
Hawatawaambia katika kipindi cha miaka minne kati ya mwaka 2021 hadi sasa zimeongezeka katika grid ya taifa megawati 2350 zikiwemo za kutoka bwawa la Nyerere. Hawatawaambia kuhusu mradi wa kutumia maji wa Malagarasi ambao unazalisha umeme megawati 49 kwa shilingi bilioni 396.44. Mradi wa kufua umeme wa Kakono megawati 87. Hawatawaambia mpango wa uzalishaji wa umeme kufikia megawati niliwaambia 70,000 ifikapo mwaka 2050, lakini tutafika megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030. Haya yote ndugu zangu ni mafanikio makubwa, na maeneo mengine mengi yataendelea kunufaika kadiri tunavyoongeza uwezo wetu wa kuzalisha umeme. Nimewaambia somo letu leo, hawatawaambia uwekezaji ambao serikali imeufanya kwenye sekta zingine, na niwaambie sekta ya kilimo kwa mfano. Hawatawaambia kwamba katika awamu ya 6 tumeshuhudia ongezeko kubwa la bajeti ya sekta ya kilimo kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021-22. Sasa hivi tunazungumza bajeti ya shilingi trilioni 1.19 kwenye bajeti ya 2025-26 na 26-27 ambayo tumeongeza kidogo. Na jitihada hizi hawatasema zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta nafuu katika kazi za wakulima. Mnafahamu zaidi ya asilimia 60 ya Watanzania wanategemea kilimo. Sasa kupitia nyongeza hii ya bajeti, serikali imeongeza mawanda ya programu ya ruzuku ya mbolea. Mwaka 2022 wakulima waliopata pembejeo walikuwa milioni 2,842,891. Hawa wakulima walinunua tani milioni 2,246,348 za mbolea zenye thamani ya shilingi trilioni 4. Sasa kati ya fedha hizo shilingi trilioni 4 kupitia ruzuku, serikali ilitoa ruzuku ya shilingi trilioni 1 na bilioni 45. Hili jambo hawatakuja kuambia hata siku moja. Na hizi ni fedha ambazo zimekwenda kuongeza matumizi ya mbolea kwa wakulima wetu, na kwa mtindo huo pia zimeongeza uzalishaji. Siku nyingine nitakuja niwaeleze kwa kina. Lakini kwa kifupi, pia uzalishaji wa mazao ya chakula baada ya program kama hizi umeongezeka kutoka tani milioni 17,148,290 kwa mwaka 2021-22. Hivi sasa tumefikia tani milioni 23,783,128. Hili ni ongezeko la asilimia 38 na kufanya tuwe na utosherevu wa chakula wa kufikia asilimia 130. Na maana yake ni kwamba tunaweza sasa kuuza chakula nje ya nchi. Mwaka 2021 programu hizi za kwenye kilimo au bajeti iliyoongezeka kwenye sekta ya kilimo imeongeza uzalishaji kwenye mazao ya biashara. Uzalishaji katika mazao asilia ya biashara umeongezeka kutoka tani 973,439 mwaka 2021-22 na sasa tumefikia tani milioni 1,596,311 mwaka 24-25, ongezeko la asilimia 63. Hali kadhalika tumefanya nyongeza kwenye uzalishaji wa korosho, umeongezeka kutoka tani 210,000 sasa tumefika tani 617,000. Kwenye tumbaku kutoka tani 185,000 sasa ni 300,000 kutoka ya msimu wa mwaka 2025-26, sawa na ongezeko la asilimia 317. Tumefikia huko kutoka tani 58,500 kwa msimu wa 2020-21 hadi kufikia tani 185,776 kwa msimu wa 2025-26. Ongezeko kubwa, wakulima wetu wanapata fedha. Lakini pia uzalishaji kwenye miwa umeongezeka kutoka tani milioni 3,889,657 ambazo zilizalisha tani 367,718 za sukari mwaka 2021 hadi kufikia tani milioni 4,479,283 za miwa ambazo sasa zimezalisha tani 431,394 kwa mwaka 2025-26, ongezeko la asilimia 117. Watu wanasahau mapema, tulikuwa na upungufu hapa wa sukari. Tunakabiliwa na upungufu wa sukari unasumbua, lakini sasa tumeongeza uzalishaji na uwezo wetu wa kuzalisha sukari umekuwa vizuri. Hali kadhalika tumepiga hatua kubwa kwenye mkonge na kwenye kahawa pia, ambayo pia uzalishaji wa kahawa umeongezeka kutoka tani 59,318 hadi kufikia 74,663.
Uzalishaji pia wa mazao ya bustani na mbegu pia umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye kilimo cha umwagiliaji. Hii serikali nayo ya awamu ya 6 imefanya uwekezaji kwa kutekeleza miradi 780. Kati ya hiyo ujenzi na ukarabati wa miradi 28 yenye uwezo wa kumwagilia hekta 23,528 umekamilika, na miradi 118 yenye uwezo wa kumwagilia hekta 232,658 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Tunaendelea kufanya upembuzi yakinifu katika maeneo mengine ili tuweze kupata matokeo makubwa zaidi kwenye eneo la umwagiliaji. Ndugu zangu waandishi wa habari, yako pia maeneo mengine ambayo wanaosema deni la taifa limeongezeka hawatasema, hawatawaambia kuhusu ujenzi wa barabara za lami. Hii leo mikoa yetu yote imeunganishwa kwa barabara za lami. Unaweza ukasafiri kutoka Dodoma, kutoka Dar es Salaam kwenda sehemu yoyote. Na watu wanasahau mapema sana kwamba katika hivyo vipindi wanavyotaja kwamba tulikuwa na deni dogo la taifa, ilikuwa ukitaka kwenda Mwanza lazima upite Nairobi. Ukitaka kwenda Bukoba lazima upite Nairobi. Ilikuwa shughuli pevu kutoka hapa. Nilikuwa naongea na kaka yangu Profesa Kayarara, katibu mkuu wa uchukuzi. Ananiambia mimi nilikuwa natoka Dodoma kwenda Singida. Ni safari ya siku 1.5 wakati barabara haipo. Mvua inanyesha, gari linakwama. Leo hii unateleza tu. Haya mambo yanafanyika kwa sababu tunawekeza. Ndege zetu, shirika letu la ndege ATCL, hivi ninavyozungumza nanyi, hawatawaambia, hawatasema huko, jamani deni la taifa limeongezeka, tuna ndege 16, hawasemi. Lakini shirika letu ATCL lina ndege 16. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna itilafu. Ndege zote 16 hivi ninavyozungumza zipo angani. Zinatua katika vituo takriban 25 nchi nzima. Na tarehe 2 nimewaambia wanaanza kwenda Urusi, Moscow. Baada ya wiki moja ATCL inaanza kwenda Oman, Muscat, ndege za moja kwa moja. Hivyo ndivyo tunaongeza utalii, na siku nyingine nitakuja kuambia ni namna gani mapato yetu ya utalii pia yameongezeka, kwa sababu tunawekeza kwenye maeneo ya kimkakati yatakayotuletea watalii wengi na kutuletea mapato mengi. Safari za treni za Dar es Salaam Dodoma, wote mashuhuda, mko hapa Dodoma, wote nyinyi mnatumia SGR. Mnaona namna ambavyo uchumi wetu umebadilika, na kazi ya ujenzi wa vipande vingine vya SGR zinaendelea. Achana na upotoshaji wa kwamba miradi imekwama. Hakuna mradi uliokwama hata mmoja. Kazi zinaendelea. Tunakwenda katika serikali hii ya awamu ya 6. Serikali ilifika ikakuta ujenzi wa reli unafanywa katika vipande viwili, Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Serikali imeanza kujenga SGR kutoka Dodoma kwenda Tabora, kutoka Tabora kwenda Isaka, kutoka Isaka kwenda Mwanza, kutoka Tabora kwenda Kigoma, kutoka Kigoma kwenda Msongati. Vingapi hivyo? Huko kote zimewekwa fedha. Sasa unatekeleza miradi yote hiyo, deni la taifa lisiongezeke. Hizo fedha unazitoa wapi? Tunawekeza kwenye maeneo ya kimkakati yatakayotupatia uchumi mkubwa. Watu hao hawatatuambia kuhusu mafanikio makubwa kwenye bandari ambayo huko nyuma tulikotoka kwenye miaka hiyo wanayolinganisha. Bandari yetu ilikuwa inahudumia makontena 50,000 tu kwa mwaka. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, bandari yetu ya Dar es Salaam kwa mwaka inahudumia makontena 130,000. Hivi sasa bandari yetu inapitisha shehena ya mzigo tani milioni 30 kwa mwaka. Na lengo letu tufike tani milioni 60 inshallah mwaka 2030. Inawezekana. Unapozungumza mafanikio makubwa kama haya, unazungumza kuongeza pato kwenye taifa, kukuza uchumi wetu. Hawatawaambia kama kuna kazi kubwa inaendelea ya ujenzi wa bandari zetu. Nendeni Mwanza mkaone kazi kubwa iliyofanyika ya ujenzi wa bandari pale Mwanza. Ununuzi wa meli katika Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, na kazi zinaendelea. Ujenzi wa bandari zetu Mbamba Bay. Tunajenga bandari kubwa Mtwara pale kwenye kinaitwa kisiwa cha Mgao kwa ajili ya kusafirisha makaa ya mawe na simenti ule unaitwa mzigo mchafu. Tunajenga, tunafanya uwekezaji. Bandari ya Tanga, hawatasema haya mambo, hawatawaambia. Lakini pia yako maeneo mengine ambayo pia tunafanya uwekezaji kwenye miradi ya maji. Maana wanaweza kusema mnafanya maendeleo ya vitu, hamfanyi maendeleo ya watu.
tunatoa huduma za kijamii. Miradi ya maji, hawatawaambia uwekezaji wa shilingi trilioni 3.41 ambazo zimewekezwa kwenye miradi ya maji kati ya mwaka 2021 na mwaka 2026. Shilingi trilioni 3.411 zimewekezwa kwenye miradi ya maji. Bajeti ya maji imeongezeka kutoka shilingi bilioni 680 ya mwaka 2021. Hivi sasa bajeti yetu ya Wizara ya Maji ni shilingi trilioni 1.12. Ni fedha zinazokwenda kupeleka maji kwa Watanzania. Na ndio maana tunazungumza upatikanaji wa maji vijijini umefika 85.5, mijini imefika 95.2. Maana yake ni kwamba tumetumia fedha kuwapatia maji wa Tanzania. Upatikanaji wa maji umeimarika na wananchi sasa kero ya maji imepungua. Hatujamaliza kabisa, lakini kero kwa kiasi kikubwa imepungua. Wote mnafahamu mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria, mradi mkubwa wa maji wa Mugando, Kiabakari, Butiama, mradi wa ujenzi wa mfumo wa kutibu maji katika mji wa Bunda, mradi wa ujenzi wa chanzo cha maji wa Butimba katika jiji la Mwanza. Kulikuwa na changamoto kidogo wiki iliyopita, lakini zimefanywa kazi na tunaendelea kuimarisha upatikanaji wa maji. Lakini mradi wa maji wa Kiaka Bunazi katika wilaya ya Misenyi, mradi wa kusambaza maji katika eneo la Olkesmet wilaya ya Simanjiro, mradi wa maji wa Dareda, Singu, Sigino na Bangala mkoani Manyara. Miradi 218 chini ya mpango wa maendeleo ya ustawi wa taifa wa mapambano dhidi ya uviko ambayo imetekelezwa katika maeneo mbalimbali, na wananchi wetu takriban milioni 2 wamepatiwa maji na huduma zinaendelea kutolewa. Na jana wizara yetu ya maji wametiliana saini utekelezaji wa mradi wa bwawa la Farkwa, mradi ambao utakwenda kumaliza tatizo la maji Dodoma. Baada ya serikali kuhamia Dodoma, uwezo wa mamlaka ya maji safi na maji taka katika mji wa Dodoma imepata changamoto kubwa. Maji hayatoshi. Tunaanza safari ya kuleta maji mengi kutoka Farkwa, wakati miradi mingine kama ya kuleta maji kutoka Ziwa Victoria inaendelea na upembuzi yakinifu na utekelezaji utakapoanza ili Watanzania wengi waweze kupata maji. Kwa ndugu zangu, mambo yanakwenda vizuri. Lakini pia tunayo maeneo mengine ya miradi ambayo hawatawaambia. Tunatumia shilingi trilioni 2.86 kwa ajili ya ujenzi wa barabara, madaraja na viwanja vya ndege katika maeneo mbalimbali. Tusipowekeza leo tutachelewa. Kwa hiyo lazima tutafute fedha, tuzikope, tujenge barabara, tuweke madaraja, tuweke viwanja vya ndege ili tuweze kupata fedha tuhudumie wananchi vizuri. Hawatawaambia kuhusu shilingi trilioni 1.59 zilizowekezwa kwenye miradi ya nishati ya kuzalisha, kusafirisha na kusambaza umeme kama nilivyowaambia hapo juu. Kwa hiyo kazi kubwa inafanyika. Sasa hapo kuna uchambuzi mrefu nitawapa waandishi wa habari baadaye, mkienda kuandika huko muweze kuandikia Watanzania waone kwa uchambuzi, kwa sababu muda pia hauruhusu. Lakini pia kwenye maeneo mengine, afua nyingine za kuimarisha uchumi, kwa mfano uwekezaji kwenye meli. Wote mnajua MV Mwanza katika Ziwa Victoria tumewekeza takriban shilingi bilioni 103 na meli yetu tayari imekamilika. Lakini pia ununuzi wa ndege kama nilivyosema, ambazo zinaendelea kutoa huduma. Tumefanya pia maendeleo makubwa katika sekta ya afya. Nendeni mkaangalie, nitawaambia sasa kwa jumla kwa sababu muda hautoshi. Tumefanya uwekezaji mkubwa wa kununua vifaa vya matibabu kwa ajili ya Watanzania. Tumenunua vifaa vya kupimia CT scan, MRI, ultrasound na nyingine nyingi. Ukienda pale Ocean Road, tumenunua mtambo wa kisasa Afrika Mashariki na Kati hakuna, inaitwa PET scan. Mlimuona Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa katika uzinduzi wa ule mtambo. Ni uwekezaji mkubwa unakwenda kutusaidia sisi Watanzania katika matibabu ambayo tuliyapata nje ya nchi, lakini pia unatuongezea bidhaa nyingine inaitwa utalii wa matibabu. Watu sasa wanatoka nje ya nchi wanakuja Tanzania, wanakwenda Dodoma, wanakwenda Benjamin Mkapa kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu serikali imenunua vifaa vya kisasa, imesomesha madaktari bingwa. Tunao madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi ambao wanatoa huduma za matibabu. Uwekezaji huu wote unatumia fedha nyingi ambazo zinatokana na fedha za Watanzania kutoka kwenye budget na fedha ambazo tunakopa kwa ajili ya kuharakisha upatikanaji wa huduma hizi. Lakini ndugu zangu, nchi yetu pamoja na kutekeleza miradi hii
inaendelea kutekeleza afua nyingine mbalimbali ambazo zitatuwezesha kukuza uchumi, na ni mambo mazuri yanavutia kimataifa. Mojawapo ni maonesho mbalimbali ambayo tunashiriki ndani na nje ya nchi.